Katika utangulizi wa kipande hiki cha somo langu nilisema hivi: madhihirisho ya nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu kwa ujumla wake unategemea sana utendaji wa karama na vipawa vya Roho Mtakatifu. Madhihirisho ya nguvu na uweza wa Mungu, madhihirisho na nguvu ya nguvu na uweza wa Mungu yanategemea sana utendaji wa karama za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake tunaweza kuonyesha upendo mkubwa kwa watu, tunaweza tukawa na upendo kwa watu, lakini tusipokuwa na karama za rohoni tutaishia tu kuwahurumia. Sio, unanielewa? Yaani unaweza ukawa na upendo mkubwa sana wa kuwaleta watu kwa Yesu, wa kutaka watu waje kwa Yesu, lakini kama utakuwa huna hizi karama za rohoni utaishia tu kuwahurumia, hutawasaidia. Maana utendaji na madhihirisho ya nguvu za Mungu yanafanyika kupitia hizi karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama tulivyokwisha kuona huko nyuma, Roho Mtakatifu anatenda kazi kupitia huduma zile tano ambazo ndio ofisi tano zinazojenga kanisa, au kwa maneno mengine ni kama wizara tano zinazoendesha kanisa, zinazojenga kanisa. Na ofisi hizi au huduma hizi ni ofisi ya mtume, ofisi ya nabii, ofisi ya mwinjilisti, ofisi ya mchungaji na ofisi ya mwalimu.